Asante Bwana Yesu kwa neema yako, asante kwa kutupa nafasi na fursa ya kukusanyika mahali hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako na kukuabudu wewe. Bwana, umesema tukikutanika wawili au watatu kwa ajili ya jina lako, wewe uko hapo hapo katikati yetu. Umesema Bwana, ndani yetu unakaa na kati yetu unatembea. Bwana Yesu, tunakualika wewe na nguvu zako tena usiku wa leo. Roho yako Mtakatifu ambaye ni mwalimu mwema akatufundishe tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Marko 16 mstari wa 14 hadi wa 18. Marko 16 mstari wa 14 hadi wa 18. Biblia inasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Huyu ni Yesu sasa. Akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hii ni Marko 16, na Marko ina sura ni mojawapo ya injili fupi. Nafikiri ndio injili fupi zaidi. Ina sura 16. Na hii ni sura ya mwisho kabisa na mistari ya mwisho. Baada ya hapa Yesu amemaliza. Marko 16 nimesema 14 hadi 18. Kwa hiyo kwenye hii Marko mwishoni kabisa hapa, Yesu akiwa ameshafufuka kutoka katika wafu, Yesu anakuja kutoa picha sasa. Anakuja kucast vision ya muamini ambaye alimfia msalabani. Unajua wakati Yesu anakufa msalabani, alikuwa ana picha fulani anaiona. Yaani kilichomfanya Yesu akakubali kupitia yale mateso aliyoyapitia, akakubali kupitia ile aibu aliyoipitia, akakubali kupitia ile kutengwa na Mungu alikokupitia, alifanya hayo yote kwa sababu kuna lengo fulani alikuwa analiona. Kuna end product fulani alikuwa anaiona, kuna output fulani alikuwa anaiona, na hiyo output ilikuwa ni aina ya muamini ambayo angekufa huyo muamini angeweza kupatikana. Na huyo muamini sasa ndo anamsema hapa sifa zake. Anasema huyo muamini huyo ambaye ndio kiumbe kipya ndani ya Kristo tunayemsema ni mtu ambaye anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa ukimwona muamini aliyemwamini Yesu Kristo anapaswa kuwa na hizi sifa. Cha kwanza, kwa jina la Yesu anapaswa kuwa na uwezo wa kutoa pepo. Atasema kwa lugha mpya, maana yake atakuwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Atashika nyoka. Nyoka hapa inahusisha nyoka wa kawaida na nyoka ambaye ni shetani. Mapepo, shetani pamoja na mapepo yake. Hata akinywa kitu cha kufisha hakitamdhuru kabisa. Yaani ikitokea kwa bahati mbaya amekunywa sumu ya panya kwa chupa nzima, sio kwa kupenda ili anajaribu kujiua, lakini ikitokea labda alikuwa na njaa akafikiri ni maziwa, Yesu anasema huyo mtu hicho kitu, yani kwa aina ya muamini huyu alivyo yeye, Yesu alivyokuwa anamuona ni mtu ambaye hata kitu cha kufisha hakitamdhuru. Hata ikitokea amewekewa kitu cha kumuua, hakiwezi kumuua. Ataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hiyo ndio picha ambayo Yesu alikuwa anaiona msalabani wakati anakufa. Huyu ndo wewe muamini. Hizi ndo sifa zako wewe kama muamini. Niliwaambia siku ile waliokuwepo kwenye fire conference kwamba kuna huyu profesa mmoja wa theology anaitwa Neil Anderson. Neil Anderson anasema Wakristo wote wanaoishi maisha ya kushindwa anaowafahamu, aliyowahi kukutana nao kama wanafunzi wake na aliyowahi kukutana nao tu huko kwenye maisha ya kila siku, walikuwa wanafanana kitu kimoja. Na kitu pekee ni kwamba wote walikuwa hawajui utambulisho wao ndani ya Kristo. Na walikuwa hawajui nini kukuwa mwana wa Mungu maana yake ni nini. Kwa kitu kinachomfanya cha kwanza kitakachokufanya uishi chini ya vile ulivyo kama muamini ni wewe kutokujua wewe ni nani. Ni wewe kutokujua wewe ni nani. Usipojua utambulisho wako ndani ya Kristo, huwezi kufanya vitu usivyovijua. Yaani ukifikiria vizuri maisha yako utagundua vitu vyote unavyovifanya ni vitu ambavyo unavijua. Yaani hata mwili wako hauwezi kuwa na hamu ya kitu ambacho hujawahi kukila. Yaani wewe huwezi kuwa wewe unatokea labda Singida, afu tuambie wewe umemisi sana chakula cha Kibrazil ambacho hujawahi kukionja siku yoyote ile. Yaani tutakuona tu wewe una changamoto labda.
lakini una misi vitu unavyovijua, unapata hamu ya vyakula ambavyo umeshawahi kula, unafanya vitu unavyovijua. Kwa hata baada ya kuokoka, usipojua kwamba kuwa mwana wa Mungu ni nini, haki zako ni zipi, uwezo ambao Mungu amekupa ni upi, ni vitu gani ambavyo unaweza ukafanya, usipojua hautafanya. Hata haki zako usipozijua, huwezi kuzisimamia. Wengi wenu hapa mtakuwa ukimwona polisi tu unatetemeka, lakini kwa mujibu wa sheria wewe una haki zako pia, hata ukikutana na polisi. Lakini mara nyingi hata umuulize, yani ukishamuona tu tayari unaanza kutetemeka, unaanza kuomba msamaha wakati hujakosea chochote. Kwa nini? Kwa sababu hujui. Kwa kutokujua ndio sababu kubwa inayofanya Wakristo wengi tunaishi below our potential. Lakini Yesu alikuwa na maono kuhusu muamini, na muamini ambaye Yesu alikuwa anamuona kwenye mawazo yake. Huyu muamini hakuwa mtu wa kawaida. Huyu muamini ambaye tumemsema hapo kwenye Marko, unamwona wewe ni mtu wa kawaida wewe? Sasa huyo ndo wewe. Huyo ndo wewe ambaye Yesu alikuwa amekufa kwa ajili yako. Yesu hakufa ili alete muamini wa kawaida. Kwenye mawazo yake wakati anakufa msalabani, wakati anavumilia yale maumivu yote, hakuwa anamuona mtu wa kawaida, mtu ambaye atakuja kuishi maisha ya kushindwa. Yesu alikuwa anamuona mtu ambaye maisha yake yamejaa ishara na ajabu. Mtu mmoja alisema, is either your life is supernatural or it is superficial. Kwa Yesu hakuwa anamuona mtu wa juu juu tu, alikuwa anamuona muamini ambaye maisha yake yamejaa. Huyo muamini mwenyewe, yani maisha yake yamejaa ishara na ajabu, hadi amekuwa ishara na ajabu. Ukimuona hujui kutofautisha kwamba saa ngapi yeye ni mtu wa kawaida na saa ngapi unaona ishara na ajabu. Huyo ndio muamini ambaye Yesu alikuwa anamuona. Ndio muamini ambaye. Kwa Yesu alikuwa hamuoni muamini mnyonge ambaye anaishi kwa kuchechemea. Angekuwa ndo huyo, sidhani kama Yesu angekufa. Ingekuwa Yesu baada ya kufa na mateso yote yale, mwisho wa siku anapatikana muamini fulani ambaye atakuja tu kuishi kwa huruma za shetani. Yaani shetani akiamua kumwacha basi ndio ataishi kwa amani. Muamini fulani ambaye hana nguvu ya kufanya vitu vitokee. Muamini fulani ambaye hata akiweka mikono juu ya mgonjwa akamwombea miezi miwili hatapona. Akila kitu cha kufisha kinamdhuru. Wachawi wanamuenjoy wanavyotaka. Sidhani kama Yesu angekuwa tayari kufa kwa ajili ya mtu wa hivyo. Lakini Yesu alikubali kufa kwa sababu alikuwa anaona kwamba hiyo ndio namna ya kujimultiply yeye mwenyewe. Ndio namna ya kumultiply kile ambacho yeye alikuwa anakifanya. Yesu hakufa ili apatikane muamini ambaye ni muomba Mungu tu. Kusikia watu wanasema muomba Mungu hachoki. Sasa Yesu hakufa ili apatikane muamini ambaye kila siku yeye atakuwa muomba Mungu. Muamini ambaye siku yake bora ni jana. Yaani kila akiamka asubuhi ni bora jana ilivyokuwa ukilinganisha na leo. Huyo sio ambaye Yesu alikuwa anamuona. Muamini ambaye anaishi kwa misemo ya Kiswahili. Haya, kikubwa ni uhai tu. Kikubwa ni uhai, tunamshukuru Mungu kwa kuamka salama. Hivi unahitaji kuokoka ili uwe hai? Ili uamke asubuhi upige mswaki unywe chai, unahitaji kuokoka? Kwa hiyo Yesu hawezi kuwa amekufa kwa ajili ya vitu ambavyo hata mtu ambaye hajaokoka anavipata na anavifanya. Lazima kuna kitu cha ziada ambacho alikuwa anakusudia. Yesu alikufa msalabani ili atengeneze wapindua ulimwengu. Ili atengeneze majitu. Wakristo wa kanisa la kwanza walikuwa wakifika kwenye mji. Response ya wale watu waliokuwa kwenye huo mji walikuwa wanasema, jamani, wale waliopindua ulimwengu tuliokuwa tunasikia habari zao huko wamefika mpaka huku kwetu. Huyo ndo mtu ambaye Yesu alikuwa anamtengeneza. Mtu mmoja tu Filipo anaingia Samaria. Ndani ya siku chache mji mzima umegeuzwa juu chini. Mtu mmoja. Paulo, ukisoma safari za Paulo alikuwa ana target miji tu. Yaani mojawapo ya strategy ya Paulo iliyomfanya akahubiri injili kwa muda mfupi, akamaliza akapita kwenye dunia yote iliyostaarabika, ni kwa sababu Paulo alikuwa ana target miji mikubwa. Alikuwa akifika kwenye mji wa Efeso kwa mfano, anaweka kambi, anahubiri injili, wale watu wanaookoka pale anawafundisha, alafu wao ndo wanaenda vijijini huko kwenda kuhubiria watu wengine. Yeye anatoka pale anaenda kwenye mji unaofuata. Lakini huo mji alikuwa akiondoka, ulikuwa huo mji hautarudi kuwa kama ulivyokuwa kabla. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amembeba Yesu Kristo. Alikuwa ni muamini ambaye alikuwa amembeba Yesu Kristo. Yaani kwa wewe ambavyo Yesu alikusudia uwe na jinsi ambavyo ulivyo, unatakiwa wewe ukiamka asubuhi shetani anakuwa nervous. Kwa jamani, mapepo yanaitana anambia, jamani, yule mtu ameamka tena leo. Sijui leo ana mpango gani.
Sijui hadi akienda kulala usiku leo hali yetu itakuwa imekuwaje siku nzima. Shetani anapaswa kuwa nervous kwa sababu amekuona wewe umeamka. Umeamka na unakwenda kuleta shida kwenye ufalme wake. Mwamini ambaye amejaa Roho Mtakatifu, mwamini ambaye Yesu alikuwa anamuona, alikuwa meant kuwa a very exciting Christian to be around. Yaani ukiwa karibu yake anapaswa kuwa a very exciting person. Muda wowote atafanya kitu ambacho kitakushangaza. Mara unaweza ukasikia huyu mtu ametoa pepo huko kwenye korido, mara ametoa wimbo mpya wa kumsifu Mungu, mara amepata A zote, mara labda amepata sapu kwa bahati mbaya, lakini bado ana furaha na amani, yani haijamwangusha. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye amejaa nguvu. Nguvu yake na furaha yake inatokea ndani, haitokei nje. Haitokei nje. Kwa muamini ambaye ni kiumbe kipya katika Kristo, anapaswa kuwa ni mtu ambaye ni mtu mwenye nguvu ya Mungu inaofanya kazi. Nimetoka kwetu mimi ni Lushoto. Nimetoka nyumbani kabla sijapita. Nilipitia alafu nikaja huko. Nimefika pale mjini na kakaangu ni mchungaji pale. Akaniambia alikuwa na wanakasfeta wa EFM. Walikuwa wamemaliza outreach Jumapili hapa ya juzi. Akaniambia wale vijana wameuchakaza huu mji. Katika wiki moja waliokaa wamefikia watu 6,000. 6,000. Sasa Lushoto mjini pale kwa mujibu wa sensa hii ya 2022 kuna wakazi kama 20,000. Wamekuja watu wamefikia watu 6,000. Katika hao 6,000 waliowafikia watu 300 wameokoka. Unafikiri ule mji utabaki kama ulivyokuwa? Jana niliwaambia kuhusu Bonke jinsi ambavyo alibadilisha disco likawa kanisa mwaka uliofuata. Yaani leo ni disco, mwakani ukija ni kanisa. Wale watu waliokuwa wanapiga muziki na kunywa pombe ndo ushers ndo wanapiga muziki, wanamwimbia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu huyo ni Mkristo ambaye amejua kwamba yeye ni nani. Muamini ambaye Yesu anamsema hapa, huwezi kumkuta yuko depressed. Amenuna wiki nzima. Amekwazika siku 3, 4, 5. Yuko depressed, inabidi mjipange viongozi wa Kasfeta mkamtie moyo. Huyo sio muamini ninayemuona hapa kwenye neno la Mungu. Ile furaha ya Bwana ile. Hivi umeshawahi kumleta mtu kwa Yesu? Unajua wanasema ukimleta mtu kwa Yesu, unajisikia furaha ambayo ulijisikia siku wewe ulipookoka. Sasa hivi kama unaleta, huwa una kawaida ya kuwaleta watu kwa Yesu, unawezaje ukawa depressed? Depression itakaa wapi wakati wewe kila mara unapata furaha ambayo uliipata siku ulipookoka? Huwezi kuwa depressed. Kuna baadhi ya vitu vinaingia hadi kwa Wakristo kwa sababu hatujui sisi ni nani. Tunaenda kwenye counseling wakati tutakiwa tuende kwenye kushuhudia. Yaani tiba yako ni kwenda kushuhudia habari za Yesu na ukitoka hapo utakuwa depressed. Tunapaswa kujua identity yetu. Kwa Yesu hakufa msalabani ili amnunulie Mungu watu wa kawaida. Watu ambao wachawi wanaweza wakafanya nao chochote. Mchawi anaweza tu akaamua umelala usiku akaanza kuhesabu meno yako, una meno mangapi. Kuna watu nilisikia huko na rafiki yangu mchungaji huko, shirika wake wachawi walichukua meno yake wakaenda kulia nyama. Anashangaa tu akiamka asubuhi ana harufu ya nyama hivi. Lakini asubuhi wanayarudisha ili uyapige mswaki, jioni wanakuja kuyachukua tena. Na huyo ni Mkristo. Huyo sio Mkristo ambaye Yesu Kristo alikuwa anamuona. Mkristo ambaye Yesu Kristo anamsema, yani wewe ulivyo kwa picha ya Kristo anavyoiona. Yani mchawi anatakiwa akikuona wewe atetemeke. Huyo ndio muamini ambaye Yesu alimtengeneza. Ndio muamini, sio muamini wa kuishi kwa huruma za watu wabaya, kwa huruma za mapepo. Kuna mtu yani kilichomsaidia tu kwamba hajapagawa na mapepo ni kwa sababu ya maombi ambayo yaliombwa hapa. Kwa Mungu anamfunikaga tu. Lakini huyo sio muamini ambaye Yesu alikuwa anamkusudia. Sasa nguvu inayomwezesha muamini kuwa vile ambavyo Kristo alikuwa anataka awe ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio ambayo nataka tuiongee jioni ya leo. Nguvu inayofanya maisha ya Kikristo yawezekane ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu.
Unahitaji nguvu ili kuweza kuishi maisha matakatifu. Yaani kuweza kuamka asubuhi uishi maisha yanayompendeza Mungu. Unahitaji kuna nguvu fulani inayokuwezesha. Na hiyo nguvu ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu anawaambia wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu hadi watakapovikwa uweza unaotoka juu. Kwa nini? Kwa sababu kitakachokufanya uishi maisha ya Kikristo yenye ushindi, maisha ya Kikristo ambayo yana matokeo, basi ni Mkristo ambaye amevikwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Matendo 1:8. Biblia inasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Huyu ni Yesu anasema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sasa wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu anawazuia wasiende kuwaambia watu wengine habari za Yesu, wabaki Yerusalemu, tayari walikuwa ni waamini. Sio kwamba walikuwa bado hawajaokoka. Yaani the fact kwamba siku Roho Mtakatifu aliposhuka aliwajaza. Jana tulisema Roho Mtakatifu hakai wapi? Mahali penye pachafu, mahali penye dhambi, si ndio? Kwa kama Roho Mtakatifu alivyoshuka aliwajaza moja kwa moja, maana yake ni maana yake ni kwamba walikuwa tayari wameshaamini. Lakini Yesu anawaambia kuamini haitoshi. Mkienda hivi hamwezi kuwa mashahidi wangu kwa mimi ambavyo ninataka muwe. Kila Mkristo anaweza kumtumikia Mungu. Lakini Mkristo ambaye atakuwa ni Mkristo mwenye utumishi wenye matokeo ni Mkristo ambaye atafanya utumishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila mtu aliyeokoka anaweza akasoma Biblia akahubiri. Lakini mtu ambaye akihubiri ataona matokeo ni mtu ambaye atafanya hivyo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye ambaye analeta matokeo. Ndiye ambaye analeta matokeo. Unajua wakati Petro anamkana Yesu mara 3 alikuwa ameokoka. Yesu alikuwa tayari ashapata ule ufunuo. Yaani wakati wa kumkana Yesu, kwani alimkana lini? Si alimkana mwishoni huko kabisa. Yesu alikuwa tayari ashamwambia furahi kwa sababu jina lake limeandikwa mbinguni. Petro alikuwa ashatoa pepo by this time. Kipindi kile Yesu amewatuma wawili, alikuwa ameshatoa mapepo. Alikuwa ashapata ufunuo wa Yesu ni nani. Unakumbuka kipindi kile Yesu amewauliza watu wanasema mimi ni nani? Na ninyi mnasema mimi ni nani? Petro anaambia wewe ndio Kristo. Kuokoka ndio kupata ufunuo kwamba Yesu ni nani. Yesu anasema juu ya ufunuo huu nitalijenga kanisa langu. Lakini pamoja na hayo yote bado kwa kwamba tu Petro alikuwa ameamini haikumfanya akawa Mkristo ambaye ni imara. Pamoja na kuamini kwake bado akatishwa na mjakazi akamkana Yesu mara 3. Lakini Petro huyo baada ya Roho Mtakatifu kushuka siku ya Pentekoste. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka siku ya Pentekoste, sio mjakazi tena. Safari hii Petro anapelekwa kwenye lile baraza lenyewe lile. Na kuhani mkuu yuko pale. Lakini Petro anasemaje? Petro anawaambia hatuwezi kuwatii ninyi. Amueni ninyi wenyewe kwamba ni vyema kuwatii ninyi kuliko Mungu. Huyo ni mtu ambaye amejazwa uweza. Watu ambao walikuwa wamejificha kwenye chumba cha juu kwa hofu ya Wayahudi, baada ya Roho Mtakatifu kushuka, wanatoka na wanakwenda kusema habari za Yesu kwa ujasiri, watu 3,000 wanaokoka. Kilichobadilika ni nini? Watu ni wale wale, lakini Roho Mtakatifu akawapa ujasiri. Akawavika uweza ambao uliwawezesha kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa ufanisi na kwa kuwa na matokeo. Kwa Roho Mtakatifu ndo atakufanya uweze kuishi maisha ya Ukristo yenye matokeo. Maisha ya Ukristo yenye matokeo. Sasa huwezi kuokoka bila Roho Mtakatifu kuhusika. Kwa kila Mkristo aliyeokoka, aliyeamini, ana Roho Mtakatifu ndani yake. Lakini kuna levels, kuna dimensions. Yaani mwenye dhambi, hata mwenye dhambi hawezi kusikia injili akaokoka bila Roho Mtakatifu kuwa amehusika. Biblia inasema atakapokuja huyo Roho wa kweli ndio atakayefanyaje? Atakayewashuhudia kuhusu nini? Kuhusu haki na hukumu. Kwa ukiwa unamwambia mtu habari za Yesu, mtu ambaye hajaokoka, Roho Mtakatifu ndo anayemshuhudia kwamba hicho unachoambiwa ni kweli, na usipokiamini utaishia kwenda kwenye hukumu ya Mungu ambayo ni jehanamu ya moto. Sasa Roho Mtakatifu hakai ndani yake, hamwambii hayo akiwa ndani yake.
anakuwa yuko nje. Yaani wakati unasema habari za Yesu, Roho Mtakatifu yuko hapa pembeni, anamwambia huyo mwenye dhambi kwamba hicho unachoambiwa ni kweli, na ukikiamini Mungu atakusamehe dhambi zako, Yesu atakusamehe dhambi zako, na usipoamini kuna hukumu ya Mungu inakuja. Huyu mwenye dhambi akikubali hili neno unalomwambia, Roho Mtakatifu anakuja ndani yake na anahusika kwenye ile operation tuliyoisema jana ya kubadilisha moyo wa jiwe kuwa moyo wa nyama. Kwa mtu hawezi kuokoka bila Roho Mtakatifu kuhusika. Lakini kwa mujibu wa Ezekieli, sasa nataka nikuonyeshe kitu hapa kabla tujaendelea. Ezekieli anatu introduce kwenye dimensions za ujazo wa Roho Mtakatifu. Ezekieli kuanzia ukisoma sura ya 47 pale kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Ezekieli apime dhiraa 1000. Halafu alipopima dhiraa 1000 za kwenye maji, yale maji yakaja usawa wa viwiko vya mguu, chini uko usawa wa unyayo wa mguu. Akaambiwa apime dhiraa 1000 zingine. Alipopima yale maji yakaja yakafika usawa wa goti. Akaambiwa apime dhiraa 1000 nyingine, yale maji yakafika usawa wa kiuno. Baadaye akaambiwa apime dhiraa 1000 nyingine, yale maji yakafika sasa usawa wa kuogelea. Sasa ukisoma mstari wa 5, Ezekieli 47 mstari wa 5 anasema, kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto nisioweza kuuvuka, maji yamezidi maji ya kuogelea, mto usiovukika. Hicho ndio kiwango cha kubatizwa sasa katika Roho Mtakatifu. Yaani mtu akiwa ameamini tu, ameokoka tu, bado hajabatizwa katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko ndani yake, lakini sio kiwango cha kuogelea. Bado hajambatiza. Anakaa ndani yake, na huyo mtu akiokoka anaenda mbinguni. Lakini hataweza kuwa shahidi wa Yesu kama Yesu anavyotaka. Yesu anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Hataweza kuwa na matokeo hapa duniani kama ambavyo wangeweza kuwa nayo. Unajua Roho Mtakatifu anakaa ndani yako kwa ajili yako. Yaani leo kuanzia asubuhi Roho Mtakatifu alikuwepo ndani yangu kwa ajili yangu. Lakini nilipokuja hapa nikachukua maiki nikaanza kuhubiri, Roho Mtakatifu anakuja juu yangu kwa ajili yenu. Kwa nini? Kwa sababu spirit baptism is for service. Ni kwa ajili ya kutupa nguvu ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. Kuweza kuoperate katika vipawa na katika karama ambazo Mungu anataka. Kuweza kuwa na ujasiri wa kuweza kulisema neno la Mungu kama ambavyo Mungu anataka. Kwa ukiokoka tu alafu usipobatizwa katika Roho Mtakatifu, utakuwa Mkristo lakini utakuwa Mkristo dhaifu. Ukifa utaenda mbinguni, lakini matokeo ya kazi ya Mungu utakayoifanya hapa duniani yatakuwa ni matokeo tu yanayotokana na nguvu zako wewe na jitihada. Lakini kiwango kile, mwanatheolojia mmoja akasema Roho Mtakatifu ukiwa tu umeokoka, Roho Mtakatifu yuko ndani yako lakini yuko resident. Is a resident. Maana yake ni nini? Akiwa resident maana yake ni kwamba ana nguvu lakini sio kwamba yeye ndo ana final say. Lakini ukibatizwa katika Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaacha kuwa resident, anakuwa president. Anatoka kuwa mkazi, anakuwa mtawala. Ndo kama Petro sasa alivyokuwa. Kipindi kile wakati Roho Mtakatifu yuko resident ndani yake, kuna muda majaribu yalikuwa yanafika level yanamshinda. Lakini Roho Mtakatifu alivyokuja juu yake, ikawa ni kiwango sasa ambacho hakiwezi kuzuilika. Ni kiwango kama kile cha Stefano, anapigwa mawe lakini anasema anaona mbingu zimefunguka. Petro anaenda anawaambia ninyi ndio mliemuua mfalme wa utukufu. Ni ninyi ndio mmemuua. Watu wale ambao tu waliulizwa wewe mbona tulikuona naye kule bustanini, akasema simjui, hadi akaapa. Lakini sasa hivi baada ya Roho Mtakatifu kuja, Roho Mtakatifu amekuwa resident. Sasa shetani anamuogopa Mkristo aliyevikwa uweza. Anamuogopa Mkristo aliyejaa Roho Mtakatifu. Anamuogopa Mkristo aliyejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hii ndo era yake. Unajua wakati wa uumbaji ilikuwa ni era ya Mungu Baba. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo kule, Agano la Kale, asilimia kubwa unamuona Mungu Baba ndo anatawala zaidi, ndo ametamalaki zaidi. Ndo nafsi ya Mungu ambayo iko front. Mungu akasema na tuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu.
In the beginning God created. Kwa hiyo mwanzoni Mungu Baba ndo yuko mstari wa mbele kwenye uumbaji. Hata baada ya anguko, aliyehubiri injili wa kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mungu ndo missionary wa kwanza. Baada ya Adamu kuanguka, Mungu alivyokuja anamwambiaje? Anamwambia uzao wa mwanamke utamponda shetani nini? Kichwa. Sasa huo uzao wa mwanamke alikuwa anaongea kuhusu Yesu Kristo. Yesu Kristo ndo uzao wa mwanamke, the seed of ambaye atakuja kumponda shetani kichwa, na ameshamponda baada ya kufa msalabani. Sasa hiyo ilikuwa ni habari njema. Ndo injili ya kwanza hiyo iliyohubiriwa na Mungu mwenyewe. Lakini ukija kwenye Agano Jipya sasa, wakati wa ukombozi wa mwanadamu, nafsi ya Mungu ambayo ilikuwa mbele ilikuwa ni nafsi ya nani? Ya Yesu Kristo. Mungu alivyovaa mwili akaja, alikuja kwenye fomu ya Yesu Kristo. Sasa baada ya Yesu kumaliza kazi yake akaondoka, nafsi ya Mungu ambayo iko sasa hivi duniani kulitunza kanisa na kuliandaa kwa ajili ya unyakuo ni nafsi ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hii hapa ni era ya Roho Mtakatifu. Kwa kama humjui Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba nafsi ya Mungu ambayo iko hapa duniani sasa hivi haujaanza kunufaika nayo. Na ukifuatilia hata ukisoma historia ya kanisa, Roho Mtakatifu ndio controversy kubwa sana kwenye literatures. Wakristo wamekuwa wakiwa na maoni yanayotofautiana sana kuhusu Roho Mtakatifu. Kuna kipindi hadi kunena kwa lugha kulipotea kabisa. Kumekuja kurudi mwanzoni wa miaka 1900 hapo na 6. Lakini kuna kipindi watu walikuwa hawaneni kwa lugha kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mafundisho yanayochanganya yalikuwa yameingia. Unafikiri kwa nini shetani analeta mchanganyiko mkubwa sana kuhusu Roho Mtakatifu? Kwa sababu anajua kwamba hapo ndipo nguvu ya kanisa ilipo. Shetani anajua cha kufanya na kanisa ambalo halina Roho Mtakatifu. Yaani wewe hapo ukiwa una Roho Mtakatifu, shetani anajua cha kufanya na wewe. Lakini Roho Mtakatifu akija juu yako, shetani huyo ni Mkristo ambaye anamfanya anakuwa nervous. Kwa anachokifanya atavuruga mafundisho. Ili ukishakuwa huna fundisho sahihi kuhusu Roho Mtakatifu, hautampokea na hautampa nafasi. Na kumbuka Roho Mtakatifu is very gentle. Hawezi kujilazimisha kuja kwako. Lazima umkubali, lazima umpokee. Lakini kuna kiwango cha utendaji ambacho hatuwezi tukakifikia bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukiongelea kanisa reference yetu tunaongelea kanisa la kwanza lile la kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ina sura 28. Lakini kwenye hizo sura 28 Roho Mtakatifu ametajwa mara 55. Hiyo ni average ya karibia mara 2 kwa kila chapter. That is how important the Holy Spirit was and is now. Kanisa la kwanza lilikuwa halijui Ukristo bila Roho Mtakatifu. Ndio maana ukisoma Matendo 19, Paulo anakutana na wale watu wa wapi wale? Wa Efeso. Anawauliza, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Walikuwa ni waamini tayari. Lakini anauliza, mlipokea Roho Mtakatifu baada ya kuamini? Kwa sababu gani? Kwa sababu kuamini na kubatizwa katika Roho Mtakatifu sio kitu kimoja. Ni matendo mawili tofauti ya neema. Kuna tangulia kuamini kwanza, dhambi inashughulikiwa. Halafu baada ya hapo kuna tendo la pili la neema, ndio kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Na hicho ndio ambacho wale wanafunzi wa Yesu walikipokea ile siku ya Pentekoste. Ndio ambacho walikipokea siku ya Pentekoste. Kwa hiyo kanisa la kwanza historia yake imejaa matendo ya Roho Mtakatifu. Wanatheolojia wanasema lingeweza kuitwa kile kitabu kingeweza kuitwa kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio main actor kwenye kile kitabu. Lakini changamoto ya kanisa la siku za mwisho, kanisa letu hili ambalo wewe na mimi tupo, Roho Mtakatifu hatujampa nafasi kama ambavyo tunapaswa kumpa. Mwanatheolojia mmoja anaitwa A.W. Tozer. A.W. Tozer anasema ikitokea Roho Mtakatifu ameondoka sasa hivi kwenye kanisa letu hili la siku za mwisho, 95% ya mambo tunayoyafanya yataendelea kama kawaida na hatutajua. Yaani Roho Mtakatifu tunaweza tukaamka kesho asubuhi ameondoka na tukaendelea na maisha kama kawaida, kwa sababu hata alivyokuwepo tulikuwa hatumpi nafasi.
Ni kama Roho Mtakatifu amepewa 5% peke yake. 95 ni sisi, ndio maana tumepoa. Kwa tuna wajibu wa kumpa Roho Mtakatifu nafasi. Sasa Roho Mtakatifu analeta utofauti gani hasa kwenye maisha yako wewe kama muamini? Nataka nikupe sababu, kama tutaenda kuomba sio muda mrefu. Kwa nitakupa sababu nitakazoweza, vitu vingine tutaendelea kesho. Roho Mtakatifu analeta utofauti gani hasa kwako wewe kwenye maisha yako kama muamini ukimpa nafasi? Kitu cha kwanza Roho Mtakatifu ambacho analeta kwenye maisha yako kiko pale kwenye Matendo 1:8. Matendo 1:8 inasema nanyi mtapokea nini? Nguvu. Kwa cha kwanza ambacho Roho Mtakatifu analeta kwenye maisha yako, analeta kitu kinaitwa dunamis. Nguvu. Nguvu ya kufanya nini? Nguvu ya kuweza kuishi maisha matakatifu. Biblia inavyosema enendeni kwa Roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Huwezi kuenenda kwa Roho bila uwezesho wa Roho Mtakatifu. Unajua kuna muda tunajaribu kuishi Ukristo kwa nguvu zetu, ndio maana tunashindwa. Ndio maana we are frustrated. Lakini Ukristo huwezi kuuishi kama ambavyo uliupokea, ndio hivyo pia unavyoishi ndani yake. Biblia inasema just as how you received Christ, walk you in him. So you walk the same way you received Christ. Kristo tulimpokeaje? Kwa imani, si ndio? Hasa hata kwenye kuishi ndani ya Ukristo pia tunaishi kwa imani na kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Kwa kazi yako kubwa wewe unayotakiwa kuifanya sio kujitahidi kutenda matendo mema. Kazi yako kubwa unayotakiwa kuifanya ni kumpa Roho Mtakatifu nafasi ili akuwezeshe. Roho Mtakatifu akipata nafasi akawa mtawala wa maisha yako, utaishi maisha yanayompendeza Mungu. Kuna muda huwa nawaambia na watu huwa naongea nao, mfano wana struggle na addictions. Mtu amejaribu kupambana na pornography ameshindwa. Huwa namwambia hebu jifanye kwamba yani hiyo addiction yako umeipaki pembeni kwanza, jifanye haikuhusu. Halafu focus kwenye kukua kiroho kwanza. Yani ukiamka asubuhi wewe usiwaze kwamba uko addicted. Wewe ukiamka asubuhi hakikisha kwanza umepata muda wa kutosha kama 1 hour ya kuomba na kusoma neno la Mungu na kutafakari. For how long? For 1 hour. Yani amka mapema kabla ya ratiba zako za shule, pata muda wa kutosha, imba, omba katika Roho Mtakatifu for at least an hour. Alafu ukitoka hapo kasome sura 1 ya Biblia na utafakari. Uandike umejifunza nini. Alafu ukitoka hapo nenda kaangalie pornography. Uone kama utaweza. Hakikisha kwamba kwenye hiyo wiki una siku zako angalau 2 za kufunga. Hivyo ndio ambavyo unatoa nafasi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako kuweza kufanya kazi. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako, unajua. Waefeso 3:20 inasema nguvu iko ndani yako tayari. Atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombao na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo nguvu ipo. Swali ni kwamba ni kiasi gani inatenda kazi. Kwa hiyo ukimpa Roho Mtakatifu nafasi kupitia nidhamu za kiroho, ndio unamruhusu sasa kuwezesha kuenenda kwa Roho. Kwa hiyo utashangaa nguvu imekuja ya kukuwezesha kuishi maisha matakatifu. Inawezekana ulikuwa ni mtu mwenye hasira, mtu akikugonga tu bahati mbaya, utu wa kale unaamka unamtukana. Lakini utashangaa ukianza kumpa Roho Mtakatifu nafasi, unashangaa kabla ya kuongea imekuchukua muda mrefu hadi huyo mtu ametembea amepotea, umuoni tena. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mungu imekuwezesha, imekutia lijamu kwenye kinywa chako. Imekutia lijamu kwenye kinywa chako. Kuna kipindi mimi nilivyoanza kuwa serious na maisha yangu ya kiroho, nilikuwa naweza kwenda kuangalia, kuna siku nilienda kuangalia mpira mahali. Mimi sisikilizage muziki ya kidunia. Kwa hiyo nimeenda kuangalia mpira mahali, ndio mechi yani imechanganya dakika ya 70 hivi. Timu yangu inacheza vizuri na unajua dakika zile 20 za mwisho ndio mpira unakuwa mzuri. Alafu wale watu niliokuwa nimeenda kuangalia imefika dakika ya 70 ndio wakaanza kupiga bongo flavor. Pale tu nikajua hapana, yani huyu sio mimi na siwezi kuendelea kukaa hapa. Kwa hiyo nikasimama nikaondoka. Sasa zamani nisingeweza kufanya hivyo. Lakini nguvu ya Roho Mtakatifu, ukimruhusu Roho Mtakatifu, yeye ndiye anakuwezesha kuweza kuenenda kwa Roho. Huwezi kuenenda kwa Roho kwa jitihada zako.
Kazi yako wewe ni kumpa Roho Mtakatifu nafasi ili akuwezeshe kuweza kuenenda kwa Roho. Kwa hiyo nguvu mojawapo ambayo Roho Mtakatifu anakupa ni nguvu ya kuweza kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Lakini pia nguvu ya pili ni nguvu ya kuweza kuwa shahidi wa Yesu. Sitaisema sana, najua tunaijua. Lakini nguvu ya tatu, hiyo dunamis ambayo iko hapo, maana yake mojawapo inamaanisha dynamic ability to cause changes. Uwezo wa kuweza kusababisha mabadiliko. Roho Mtakatifu akija juu yako, akiingia ndani yako, akikubatiza, mojawapo ya vitu ambavyo anakupa uwezo wa kuweza kusababisha mabadiliko kwenye eneo lako la ushawishi ambalo Mungu amekuweka. Unajua kila mmoja wetu hapa ana eneo lake la ushawishi ambalo Mungu amemweka. Kwenye vipawa vyako na karama zako ulizonazo, hilo ndio eneo lako la ushawishi. Kuna watu hapa uwezo wenu ni kwenye skills, ni kwenye kufanya vitu, ndio maana mmekuja VETA. Yaani una uwezo wa asili tu tangu ukiwa mdogo. Mimi nyumbani kwangu sasa hivi sina redio, yani sina chochote, sina watoto wangu wameshapasua kila kitu. Kwa hiyo bado nawaangalia hawa wanaelekea wapi. Lakini hiyo inanionyesha kwamba kuna kitu, yani hata kuwachapa sijai kuwachapa kwa hilo, kwa sababu they are curious, wanataka kujua huko ndani kuna nini, vitu vimekaaje, nyaya zimekaaje. Kwa kuna watu ambao mkogi hivyo tangu mkiwa wadogo hadi saa hizi ndio mmekuja kusomea vitu hivyo. Sasa utashangaa kumbe Mungu amekupanda hapo. Hilo ndio eneo lako la ushawishi, na kutokea hapo unatakiwa uwe sehemu ya kuadvance ufalme wa Mungu kutokea kwenye area yako ya influence. Sasa Roho Mtakatifu akija juu yako, anakupa nguvu ya kuweza kusababisha mabadiliko kwenye eneo la ushawishi ambalo amekupanda. Hiyo ndo dynamic ability to cause changes. Unajua hatumpokee Roho Mtakatifu ili tunene kwa lugha peke yake. It's more than that. Mara nyingi sana tunaishia tu kwenye kunena kwa lugha. Lakini kunena kwa lugha hiyo ni sehemu ya kuanzia. Tunaanzia hapo. Lakini kazi kubwa zaidi zinatakiwa zifuate baada ya hapo. Kwa sababu unajua Roho Mtakatifu ni Mungu. Yaani wewe huwezi kuwa umembeba Mungu ndani yako alafu unafanya vitu ambavyo hata ungekuwa tu wewe mwenyewe serious ungeweza kuvifanya. Lazima tuone matokeo ambayo yana ukubwa wa kimungu. Yana ukubwa wa kimungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa dynamic ability to cause changes. Ukifanya hicho ambacho Mungu amekuita kufanya, ukiliishi kusudi la Mungu, ukiwa na Roho Mtakatifu, mabadiliko yatatokea kwenye ile eneo ambalo Mungu amekuweka. Kama umeitwa kwenye utumishi na kwenye huduma, basi utumishi wako na huduma yako itakuwa na impact ukimruhusu Roho Mtakatifu, nguvu yake ile ya kufanya mabadiliko ifanye kazi na wewe. That is the dynamic ability to cause changes. To cause changes. Kitu cha pili ambacho Roho Mtakatifu anakileta, tutamaliza na hiki. Kitu cha pili, Roho Mtakatifu anakuja. Roho Mtakatifu naturally is a creative spirit. He is a creative spirit. Unajua ukisoma kitabu cha Mwanzo pale sura ya kwanza, sifa ya kwanza kabisa unayokutana nao ya Mungu pale kwenye mstari wa kwanza tu, ile maneno machache ya mwanzo pale, in the beginning God created, si ndio? Kwa kabla Mungu hajajitambulisha kama Mwokozi, kama Baba, cha kwanza Mungu anajitambulisha kama muumbaji. God is a creator. God is a creator. Kwa sasa kwenye kazi ya kucreate hii kazi, nyuma ya hii kazi alikuwepo Roho Mtakatifu. Ndio maana kabla Mungu hajaanza kuumba, Roho Mtakatifu alikuwepo pale kwenye uso wa maji, alikuwa ametamalaki pale. Alikuwa ametamalaki, ndio Mungu alivyoanza kutamka vitu vikatokea. Kama tu ambavyo alienda akaliatamia tumbo la Mariamu. Mariamu alivyouliza itakuwaje mambo haya na mimi simjui mume, aliambiwaje? Roho Mtakatifu atafanyaje? Atamuatamia, na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Kwa Roho Mtakatifu alivyoenda kuliatamia tumbo la Mariamu, ndivyo muujiza ule wa Yesu Kristo ukafanyika. The miracle ya kumleta Yesu Kristo kwenye tumbo la Mariamu ilikuja kama tu ambavyo ulimwengu uliumbwa wakati Roho Mtakatifu ameuatamia. So the Holy Spirit is a creative spirit.
He is a creative spirit. Ukisoma Zaburi 104 mstari wa 30. Zaburi 104:30 inasema, waituma roho yako, wanaumbwa. You send your spirit and they are created. Na wewe waufanya upya uso wa nchi. Hivi unafikiri kwa nini dunia iko miaka na miaka iko hivi ilivyo tu? Kila siku ukiangalia ni kama ni mpya yani. Unatishwa siku na global warming siku mara, lakini dunia ipo tu. Ukiamka asubuhi kesho miti ipo na ni ya kijani tu kama kawaida. Miaka na miaka na miaka. Nyuma ya huko kufanywa upya kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndo anafanya nature ibaki hivi ilivyo. Lakini anatambulishwa as a creative spirit. Kwa asili Roho Mtakatifu ni mbunifu na ni muumbaji. Ni mgunduzi. Halafu pia huyu Roho Mtakatifu ambaye ni mbunifu na ni muumbaji na ni mgunduzi anakaa ndani yako. Anakaa ndani yako. Kwa ukimpa Roho Mtakatifu nafasi, Roho Mtakatifu atakupa ideas za kigunduzi. Atakupa ideas za kigunduzi. Mhubiri mmoja anaitwa Graham Cook. Graham yeye alikuwa anatengeneza wale watu wanaotengeneza bustani, ni Marekani. Ni wale watu wanaotengeneza bustani, wale wanao develop lands. Sasa kuna jamaa mmoja alikuwa ana ardhi yake kama eka 4. Alafu kwenye hizo eka 4, theluthi ya hizo eka 4 ilikuwa imejaa maji. Kwa hiyo alikuwa ameleta kama developers kama 4 hivi wa bustani. Alikuwa anataka kutengeneza bustani kwenye hilo eneo lake. Lakini kama wale ma developer 4 wakawa wameshindwa kwa sababu hiyo sehemu ina maji. Kwa akawa yuko very frustrated. Baadaye akaelekezwa kwa Graham Cook. Sasa Graham Cook ni muamini kama wewe. Na roho ya ubunifu iko ndani yake. Kwa alivyoenda kumtafuta Graham Cook akamwambia, ile eneo langu hapa sasa tunafanyaje? Wenzako wameshindwa kufanya kitu hapa, nataka tutengeneze bustani. Graham akamwambia, ngoja nikamuombe Mungu kwanza. Ameenda kumuomba Mungu. Mungu akamwambia, if you cannot change something, build a feature around it. Kama una kitu ambacho huwezi kukirekebisha, basi jenga feature ikizunguke. Sasa hapa siongelei mchumba wako ambaye hataki kubadilika. Kuna mtu anachukua kama hiyo ni hekima ya mahusiano hapo. Kama jamaa hataki kubadilika, lakini nimeambiwa I can build around him. That is not what I'm saying. Lakini hiyo hekima akaichukua, halafu akaenda ndo kwa mara ya kwanza akaenda kudevelop bustani ambayo inaitwa a water garden. Bustani ambayo haihitaji maintenance. Yaani amebuild around that water. Yaani maji yapo na bustani ipo na kila kitu kimepata nafasi yake. Halafu that was a breakthrough kwenye hilo eneo la kudevelop bustani kwenye maeneo ambayo yana maji. Lakini hiyo idea ilitoka wapi? Hiyo idea aliipata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu the Holy Spirit is creative. He is very creative. Hivyo vitu vyako unavyovisoma hayo mashine hayo, Roho Mtakatifu anayajua. Anaweza kukupa ideas za kufanya vitu ambavyo havijawahi kufanyika. Unajua hizi mashine za cherehani hizi, unajua kwa nini ile sindano ina tundu? Ile ambayo wanachanganya uzi mmoja mwingine juu mwingine chini. Si inaitwa stitching. Is it called stitching? Sasa ile aliyegundua hiyo stitching hiyo aliona kwenye ndoto. Yaani Mungu alimuonyesha ndotoni sindano ambayo ina tundu. The Holy Spirit is creative. Nafahamu pastor mwingine anaitwa Chris Vallotton. Chris alikuwa na garage ya kutengeneza magari Marekani. Sasa kwenye hiyo garage yao walikuwa wenzetu wako very formalized. Kwa ilikuwa mteja akija wakimtengenezea invoice inakuwa walikuwa wametengenezewa program ambayo ina level 3 peke yake. Kwa sasa akija mteja ambaye inabidi wa 2 alafu kiwango kinazidi hizo level 3, walikuwa wanashindwa, na mwisho wa siku wakimwandikia kwa kawaida labda kwa mkono, anaona kama vile wanataka kumdhulumu au kitu kama hicho. Wakajaribu kubadilisha ile formula, ndio kipindi hicho mambo ya coding yanaanza, ikawa ngumu sana. Wakaambia kama mnataka kubadilisha itoke level 3 iende level 5, inabidi mkampate aliye develop wa kwanza.
Yule aliye develop wa kwanza walivyoenda kwake akaona kwamba wanamhitaji, akawatajia bei ambao hawawezi kuilipa. Sasa Chris akiwa amelala usiku siku moja, akaona tu formula fulani imeandikwa kwenye ndoto. Akaamka akaiandika kwa mkono. Alafu akamamsha mke wake, akamwambia, "Ni kama nimepata formula fulani hivi, hebu twende kule garage tukaiingize kwenye ile kompyuta." Wamefika, mke wake ameingiza kwenye ile kompyuta yao. Cha kwanza kompyuta ikafuta kila kitu. Alafu ikazimika. Walivyoiwasha imewaka, ikaja ina levels 5 za kuingiza yale mahesabu. Na rafiki yangu anaitwa Justo Kazungu ameandika kitabu kinaitwa The Creative Spirit. Kiko full of testimonies za jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akakusaidia. Mimi mwenyewe sio mara moja mahakamani. Nimepewa kesi iko hapa, najua kabisa huyu mtu ana haki. Lakini tunachomokaje? Halafu nikiwa kwenye meditation yangu, Roho Mtakatifu ananipa engo fulani. Na nikifika nikiuliza hilo swali, kinachonionyesha kwamba hapa nimepiga kwenye mshono, wakili wake tu ndo anakuwa wa kwanza kureact. Kwa sababu anajua hapa nimepiga sehemu moja ambayo kesi nzima ina collapse. Lakini hiyo idea sio kwamba nimeipata kwa kusoma madesa. Roho Mtakatifu amenipa engo fulani. Kwa nini? Kwa sababu the Holy Spirit is a creative spirit. He is a creative spirit. Nilikuwa nafundisha hii kwenye Bible school moja. Sasa nilikuwa nafundisha somo linaloitwa pneumatology. Sasa mama mmoja akaniambia yeye kuna style, yeye alikuwa anaishi Arusha zamani, sasa hivi yuko Dar es Salaam. Kuna watu fulani wa nchi gani si walikujaga Arusha, wakawa wanasuka style fulani ya nywele very expensive, sio ilikuwa kama $600 hivi something kumsuka msuko mmoja. Halafu walikuwa hawataki kumfundisha mtu yoyote. Kwa hiyo ikiwa unafika pale unasukwa, ukimaliza unaondoka. Yaani hawataki hata ujifunze uelewe. Lakini yule mama akasema, mbona hizi ni hela nyingi sana? Kwa alipofika nyumbani, zile nywele zake zilivyochoka, ukisukwa zinakaa muda mrefu na unakuwa unique. Yaani ukionekana tu mtu anajua wewe ni mtu. Hata kama una hela watu watajua una hela. Zile nywele zake zilivyochoka akazitoa. Akaziangalia tu. Wakati anaziangalia, kumbuka is a very complicated way. Wakati anaziangalia tu, Roho Mtakatifu akamfungua macho, akaelewa kwamba wamepita wapi. Akaelewa ile style bila kufundishwa na mtu. Ametoka pale, alikuwa ana ndugu yake, aliniambia ni kazini yake au ni wifi yake. Akamfundisha, yani akaenda akamfundisha mtu kitu ambacho hajawahi kufundishwa. Halafu alivyofundishwa yeye, mama akahamia Dar es Salaam huko, akaendelea na maisha yake. Kwa hata kusuka yeye hakuendelea kusuka watu. Ni kama tu alijifunza ili amfundishe yule mama. Yule mama akaanza kusuka ile style. Wamekuja kukutana miaka kadhaa baadaye. Yule mama anamwambia, nimesomesha watoto wangu kwa kusuka tu ile style ya nywele. Sasa huyo anaweza akamfungua mtu macho. Unajua Biblia inasema Musa aliambiwaje na Mungu? Alimwambia, Mungu amemwambia, amempa Bezaleli na Oholiabu nini? Skills, si ndio? Amewapa skills kwa ajili ya vitu ambavyo anataka wamsaidie Musa kufanya. Danieli na wenzake, Biblia inasema huyo Danieli ni Mungu aliwapa hekima na ufahamu. Na Danieli ni Mungu aliyempa uwezo wa kutafsiri ndoto. Tena hiyo ni Danieli 1:17, sihitaji hata kuiona. Danieli 1:17 ndio inasema hiyo. Mungu ndio aliwapa hekima na ufahamu na akampa Danieli uwezo wa kutafsiri ndoto. Kwa Roho Mtakatifu is your competitive advantage. Kwenye hii dunia ambayo kila mtu amesema, hivi unajua hivi mko wangapi mnamaliza mwangapi mwaka huu? Na huko mtaani pia watu waliosoma ni wengi sana. Lakini ukiamua kuwa Mkristo ambaye uko serious, you have a competitive advantage. Yaani kwenye ushindani, wewe una advantage ya kukufanya uwe mshindani ambaye sio wa halali. Kwa sababu wenzako wote wanatumia EQ. Wanatumia uwezo wa akili, wanatumia emotional intelligence. Wewe unafika pale na wewe una emotional intelligence, una cheti kizuri afu una spiritual intelligence pia. Unafika una spiritual intelligence. Una majibu ambayo yanatokea mahali ambako watu wengine hawawezi kufika. Danieli anamwambiaje Nebukadreza kwenye Danieli 2:11? Danieli 2:11, baada ya Nebukadreza kutaka apewe kwanza ndoto alafu ndo apewe tafsiri. Danieli anamwambia, ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme.
wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Danieli alimuonyesha au hakumuonyesha? Huko kwa miungu wasio na kikao yeye alifikaje? Kama hakuna mtu anayeweza kumuonyesha mfalme. Alikuwa na roho wa Mungu. Hasa Roho Mtakatifu atakupeleka kwenye dimension ambayo hakuna mwanadamu anaweza akafika. Utakuja na majibu ambayo hakuna mwanadamu wa kawaida asiye na Roho Mtakatifu anayeweza akaja nayo. Kama tu jana tulivyosema kuhusu Yusufu. Yusufu anamwambia Farao, Farao anapima ile hekima. Kumbuka Farao alikuwa ni kama Trump sasa hivi, yani ndo kiongozi wa dunia. Kwa kila mwenye hekima yeye ndo yuko naye. Lakini anasema hii hatuwezi kupata mtu kama huyo ambaye roho ya Mungu iko ndani yake. Na unajua Mungu akiwepo watu wanamuona tu. Yaani Nebukadneza alikuwa hajawahi hata kusikia kuhusu Mungu. Lakini Farao alikuwa hata hajawahi kujua sana, lakini tayari ameshajua kwamba kuna roho wa Mungu ndani ya huyo mtu. Nebukadneza alivyowatupa wale vijana watatu kwenye moto. Nebukadneza alikuwa mpagani tu, ndio maana akatengeneza sanamu ya dhahabu ili iabudiwe. Lakini alivyoona mtu wa nne, kuna mtu alimwambia yule ni mwana wa Mungu. Yeye mwenyewe tu. Yaani hata mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili, kama wewe una Mungu atamuona. Atasema huyu sijui kama ni Mungu, lakini ni mfano wa mwana wa Mungu. Huyu mwana wa Mungu wewe ulimuonaga wapi hadi useme huyu ni mfano wake? Mungu akiwepo kwenye maisha ya mtu anaonekana. Kwa Danieli anasema hakuna mtu anaweza akatatua hii changamoto. Hakuna mtu anaweza akaleta majibu kwenye hili swala isipokuwa miungu ambao hawana kikao pamoja na wenye mwili. Sasa huko kwa Mungu ambaye hana kikao na wenye mwili, Mungu amekupa access wewe kupitia Roho Mtakatifu. You have the mind of Christ. You have it. Yaani vitu ninavyokuambia sio kwamba nakwambia ukavitafute, unavyo. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia Mungu amekupa akili katika mambo yote. Wewe kuwa Mkristo afu ukawa mjinga. Na kama ulikuwa mjinga kuanzia leo, ujinga ndio umeisha. Amen. Kwa sababu ujinga ni kutokujua, na leo si ndio umejua sasa. Yaani inawezekana ulikuwa ni mwana wa mfalme lakini unaishi kwa kuungaunga, lakini sasa leo ndio umejua sasa kwamba baba yako ni mfalme. Kwa hiyo kuanzia kesho hutatembea kama ulivyokuwa unatembea jana. Sasa Mkristo ambaye Mungu anamuona, ambaye Yesu Kristo alikufa kwa ajili yake, ni mtu ambaye analeta solutions. Ni mtu ambaye analeta majibu. Yaani kuanzia leo usije kukaa kuna changamoto, kila mtu anasema hajui cha kufanya afu na wewe unaungana nao. Wewe waambie kama Danieli alivyosema, mfalme wewe tupe muda kwenye hili swala. Hili swala haliwezekani isipokuwa kwa miungu wasio na kikao na wenye mwili, lakini wewe nipe mimi hadi kesho. Huko kwa Mungu asiye na kikao na wenye mwili mimi ninapajua. Huwa ninaendaga kila asubuhi kwenye devotion yangu. Kimsingi nimeketishwa na Kristo, kwa hiyo nimekaa huko. Yaani sasa hivi niko hapa afu niko na huko pia. Kwa kuanzia leo anza kutembea kama mtu ambaye ni solution. Vitu ambavyo haviwezekani ndio vinatakiwa vikumotivate wewe. Uwe motivated. Unajua ukifuatilia watu wote ambao wamefanikiwa sana ni watu ambao ni watu ambao ni creative. Yaani sio kwamba wana akili sana, lakini hicho wanachokifanya wamekifanya wa kwanza. Hivi unajua tofauti gap lililopo kati ya Elon Musk kwa mfano na tajiri wa pili. Yaani ni tajiri wa kwanza, gap lake na tajiri wa pili. Yaani ni gap kubwa, Yaani amemwacha tajiri wa pili mbali sana. Sasa Elon Musk anafanya nini? Ni kwamba vitu anavyovifanya anavifanya wa kwanza. Yaani yeye ndo wa kwanza, kwa hana competitor. Kwa wakati sisi tunawaza si hapa jamani, tutengeneze barabara, tuweke SGR iende hadi Kigoma. Yeye anasema jamani, hebu tumalizie hapa michakato, mwakani Christmas twende tukailie mwezini. Dunia ni kama vile imezidiwa, hebu tumalizie hapa michakato tuhamie Mars. Huyo ni mtu ambaye utashindana nayo. Wakati sisi tunanunua bando, tuna nini? Yeye anawapa Ukraine, anawapa umeme, anawapa internet bila
bila nguzo, bila mtambo wowote. Wako vitani, halafu internet ina flow tu. Ni mtu ambaye is a creative. Watu kama kina Facebook wa Mark Zuckerberg, yani kilichomfanya amedominate soko ni kwamba yeye ndo aligundua Facebook wa kwanza. Yani alikuwa mbele. Kisheria tunasema he who is prior in time is also prior in right. Yani ukiwahi kwenye muda unakuwa umewahi pia kwenye haki. Kwa sasa yeye ndo anaamua, akiona una idea inayofanana na Facebook anakununua. Na huwezi kushindana naye kwenye muscles kwa sababu amekuwepo muda mrefu na ana uwezo mkubwa pia kifedha. Hivi wale wakoma wale wakoma wanne wale unawakumbuka? Hivi wale walipata vitu walivyovipata, wakala, wakashiba, wakachukua na nguo nzuri wakaficha na dhahabu na nini, kwa sababu walikuwa na speed sana wale. Hata kutembea ilikuwa ni kazi. Lakini kilichowafanya wakapata huo muda wa kufanya mambo yote, hadi baadaye wakaanza kukumbuka hadi malezi ya wazazi wao. Wakasema jamani, kwa mama alivyotulea, jambo hili tunalolifanya sio jema. Hebu tukawaambie watu wa nyumbani kwa mfalme kwamba kuna chakula kimepatikana. Yaani wamepata muda, wamekula, wameshiba, wamechukua hadi wamechoka sasa, wameanza hadi kupiga stori za utotoni. Waliweza kufanya hao yote kwa sababu walikuwa wa kwanza. Walifika wa kwanza. Wangewasubiri watu wenye spidi watoke mjini, wajue kwamba kuna chakula, wasingepata chochote. Lakini they were there, wa kwanza. Kwa hiyo natamani uteke advantage ya Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Usiwaze sana tu kuajiriwa, ukawaza tu si kufanya nini. Waza wewe kuwa creative, kumtumia Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako, utengeneze vitu vipya. Amen. Uwe problem solver. Unajua advantage moja hapo ya kuwa huku Afrika huku tuliko ni kwamba kuna changamoto nyingi, na kwa sababu kuna changamoto nyingi kuna opportunities nyingi sana pia. Kuna vitu vingi sana ambavyo bado havijafanyika huku. Yaani hii elimu yako ulionayo hii, ukitulia vizuri na Roho Mtakatifu, wewe una uwezo wa kuja na vitu ambavyo havipo kabisa huku kwetu na ukawa wa kwanza kuvifanya. Na hiyo tu yenyewe inakupeleka mbali sana. Inakupeleka mbali sana. Natamani kwa neno hilo la Mungu leo niwe nimekupa changamoto. Mimi ninavyoandika vitu vyangu, mimi am a writer. Kazi zangu nyingi ninazozifanya ni kazi za kibunifu. Lakini ubunifu wangu nautoa kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana muda wangu wa asubuhi, masaa yangu 3 ya kwanza baada ya kuamka, huo ni muda wangu binafsi na Mungu. Nitatembea barabarani, nitaomba katika Roho Mtakatifu. Wakati roho yangu inaomba, ndo ninapata downloads za kutoka mbinguni. Kwa hiyo ukiniona nimetoa simu yangu naandika, maana yake kuna idea mpya imekuja. Na hiyo idea mpya nikija nika-implement, ukija kuiona utashangaa. Lakini ni wazo ambalo limetoka kwenye roho hii ya ubunifu ambayo iko ndani yangu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kuanzia leo nakutia moyo, mpe Roho Mtakatifu nafasi zaidi. Mpe Roho Mtakatifu nafasi. Kwenye ile eneo lako la ushawishi Mungu alilokuweka, kwenye hiki ambacho unakifanya. Unajua mimi nimemaliza chuo 2017, sijawahi kuajiriwa na mtu yote. Ukiacha femu niliyofanya internship, sijawahi kuajiriwa. Kwa chochote ninachokifanya kinatokana na my walk with God. Yaani nakaa na Roho Mtakatifu ananiambia fanya hivi, nafanya. There is a better way of living. There is a better way. Yaani kuna maisha zaidi tu ya kutarajia mtu aende yako. Kuna watu of course neema yao na baraka yao iko kwenye ajira. Wako watu wa hivyo. Lakini kuna watu ambao wanaenda kwenye ajira kwa sababu wanakwepa kumtafuta Mungu. Kumbe Mungu alikuwa anakusudia wao ndio wawe solution kwenye nchi yetu. Kafuatilia nchi zilizoendelea kama Marekani. Marekani haikuendelezwa na serikali. Imeendelezwa na watu waliokuwa wanamjua Mungu. Muamini Mungu, kaa na Roho Mtakatifu, msikilize Roho Mtakatifu, halafu muamini, halafu ukafanye kile ambacho anakuambia. Kwa sababu Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako ni Mungu, na kwa uungu wake anataka kushirikiana na wewe kuendelea kuumba. Unajua Mungu bado anaendelea na uumbaji.
kila unachokiona saa hizi Mungu bado yaani Mungu alivyomaliza kuumba hiyo kazi alituachia sisi tuiendeleze. Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo Roho Mtakatifu anataka kuviumba. Kuna systems ambazo bado hazipo. Kuna solutions ambazo bado hazipo. Kuna njia rahisi zaidi za kufanya mambo ambazo bado hazijagunduliwa. Kuna vitu vingi sana ambavyo bado havijafanyika. Kuna namna za kuhubiri injili ambazo bado hazijaja. There are so many ways of doing things. So many ways of doing things. Sasa ukikaa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakupa namna nyepesi za kuwa solution kwenye mambo mbalimbali ya ufalme wa Mungu na mambo pia ya maisha yako wewe binafsi. Naomba tusimame. Natamani leo wewe mwenyewe ukajiombee wewe mwenyewe. Ukajiombee wewe mwenyewe. Mwambie Roho Mtakatifu, yeye ambaye ni roho ya ubunifu, ni roho ya uumbaji, ni roho ya ugunduzi. Hebu mwambie Roho Mtakatifu, niwezeshe, kwa sababu hiki nilichokisema sio kitu cha kufanya siku moja, ni maisha. Mwambie Roho Mtakatifu, hebu niweze kuishi kwa namna ambayo utakuwa una nafasi ya kujiexpress kupitia mimi. Mwambie, I'm allowing you to find expression through me. Hiyo creativity ya kimungu ambayo Roho Mtakatifu yuko nayo, basi iwe expressed kupitia wewe. Iwe expressed. Kuna wengine hapa mna hobby za fashion. There's so much money kwenye fashion industry. Kuna ubunifu mwingi sana na rafiki yangu ni mbunifu wa mavazi, anashona suti nzuri. Kipimo cha bega alikipewa tukiwa kwenye maombi ya Tatukavu. Roho Mtakatifu akampa kipimo ambacho ameenda kukifanya. Wewe ukivaa suti yake wewe mwenyewe utarudi kwenda kushona nyingine. Lakini ni Roho Mtakatifu alimpa hiyo creativity. Kwa nini? Kwa sababu the Holy Spirit is a creative spirit. So the Holy Spirit is a creative spirit and you can partner with him. Mwambie Holy Spirit, I want to partner with you. I want to partner with you. Nenda mbele za Mungu uombe na mimi nitakuwa na kuombea. Asante Bwana Yesu Kristo Mfalme kwa neno hili ambalo umesema nasi. Rabo shakarabayanta raba sakarabayanta. Ribo santa raba shakarabayanta raba sakarabayanta. Ribo shanta raba sakarabayanta raba shakarabayanta. Ribo sakarabayanta raba shakarabayanta raba sakarabayanta. Rabo santa raba shakarabayanta raba sakarabayanta raba shaka. Ribo santa raba shakarabayanta raba. Wewe ambaye umetuma roho yako na vitu vikaumbwa na ukaufanya upya uso wa nchi. Ribo santa raba shakarabayanta. Rabo santa raba shakarabayanta raba sakarabayanta. Wewe ambaye Bwana ulimpa Musa, ulimpa vipimo vya ile hema ya kukutania, ukampa vipimo vya mavazi yale ya makuhani. Wewe ambaye ulimpa Nuhu kazi ya kujenga safina na ukampa vipimo aijenge vipi, na ukampa ubunifu aliokuwa anahitaji. Lord, I'm asking you to release the spirit. I ask you to release the creative spirit in the mighty name of Jesus Christ. Ribo shanta raba sakarabayanta raba shakarabayanta. Ribo sakarabayanta raba shakarabayanta. Nguvu yako Bwana, nguvu ya Roho yako Mtakatifu, nguvu ile ya uumbaji ya Roho yako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo. May that power find expression through us. May it find expression through us, oh God, in the mighty name of Jesus. Wewe ambaye Bwana uliwapa vijana wale hekima na ufahamu na akili na maarifa, hata wakawa mara 10 bora kuliko companions wao, katika jina la Yesu Kristo. Rabo shanta raba sakarabayanta. Ribo shanta raba sakarabayanta. Ribo shanta raba sakarabayanta raba shaka. Ribo santa raba shakarabayanta raba sakarabayanta. Ribo shanta raba sakarabayanta raba shaka. Ribo santa raba shakarabayanta raba sakarabayanta. Ribo santa raba shakarabayanta raba sakarabayanta. Ribo shanta raba sakarabayanta.
Heavenly downloads. Heavenly downloads in the mighty name of Jesus. Heavenly downloads in the mighty name of Jesus. Heavenly downloads in the mighty name of Jesus. Roho ya ubunifu, roho ya ubunifu katika jina la Yesu. Roho ya ubunifu katika jina la Yesu. Roho ya ubunifu katika jina la Yesu. Roho ya ubunifu katika jina la Yesu Kristo. Ribo shanta rabasa karabayanta. Ribo shanta rabasa karabayanta rabashaka rabayanta rabasa karabayanta. Ribo shanta rabasa karabayanta rabashaka rabayanta. Rabo sakarabayanta rabashaka rabayanta. Ribo sakarabayanta rabashaka rabayanta. Ribo shanta rabasaka rabayanta. Ribo shanta rabasaka rabayanta. Rabo shanta rabasaka rabayanta. Raba santa rabashaka rabayanta. Ribo santa rabashaka rabayanta. Rabo santa rabashaka rabayanta. Ribo santa rabashaka rabayanta. Rabo santa rabashaka rabayanta rabasaka. Ribo shanta rabasaka rabayanta. Rabo saka rabayanta rabasaka. Ribo shanta rabasaka rabayanta. Rabo shanta rabasaka rabayanta rabasaka. Ribo shanta rabashaka rabayanta. Ribo shanta rabashaka rabayanta rabasaka rabayanta. Ribo shanta rabashaka rabayanta rabasaka. Rabo santa rabashaka rabayanta. Ribo shanta rabashaka rabayanta rabasaka. Ribo shanta rabashaka rabayanta rabasaka. Ribo shanta rabashaka rabayanta. Ribo shanta rabashaka rabayanta rabasaka. Ribo shanta rabashaka rabayanta. Rabo santa rabashaka rabayanta. Ribo santa rabashaka rabayanta rabasaka. Ribo santa rabayanta rabashaka rabayanta. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema kwa ushindi tena, sema asante Yesu. Kwa Roho wako Mtakatifu anayekaa ndani yangu. Asante Yesu. Maana kuanzia leo Roho Mtakatifu atajidhihirisha kupitia mimi katika jina la Yesu. Ninapokea neema ya kunisaidia, ya kuniwezesha katika jina la Yesu. Haleluya. Wakati tunaomba hapa nilikuwa najisikia nikutie moyo kwamba uanze kujifunza kuyathamini mawazo yako. Uanze kujifunza. Juzi mke wangu aliniambia moja ya vitu ambavyo she finds them very different about me ni kwamba mimi ninaheshimu sana mawazo yangu. Na ni kwa sababu mawazo yangu mengi huwa siyatoi tu kwenye social media, na yatoa kwa Roho Mtakatifu. Kwa mfano nikitoka kwenye prayer retreat, nikirudi huwa ninakuja na action points na vitu ambavyo naenda kuvifanya. Sio vitu vya huduma peke yake. Nikitoka huko nitakuja na ideas za fire conference, ndio, nitakuja na ideas za vitabu, ndio, lakini nitakuja na ideas pia za kilimo. Lakini hizo idea nazitoa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiniambia nifanye kitu, hicho kitu nitakifanya. Kama sijui nitajifunza. Lakini I want to encourage you, jifunze kumeditate, jifunze kutafakari, jifunze kutumia muda mwingi na Mungu. Halafu ukitoka hapo, mawazo ambayo Roho Mtakatifu anakupa yaheshimu na uyaandike. Kuna baadhi yenu utakuta Mungu alishawahi kukupa mawazo ambayo ungeyafanyia kazi yangekutoa. Au labda kuna muda mimi Mungu anaweza kanipa mawazo leo, halafu muda wake kuja miaka 5 baadaye. Kwa kama sikuyaandika, manake muda wa utekelezaji ukifika nitakuwa nishayasahau. Lakini if you are going to work with the Holy Spirit, who is a creative spirit, lazima ujifunze kutumia muda mwingi na Mungu, halafu pia ujifunze kuyathamini mawazo ambayo Mungu anakupa. Yaheshimu mawazo yako. Kuna watu ambao labda kwa mlivyolelewa nyumbani mlikuwa hata hamsikilizwi. Yaani ulikuwa ukianza kuongea tu unaambia hebu nyamaza. Unaongea nini na wewe utachangia? Ni mambo unaona mambo ya kitoto ya wenzako ya kuchangia. Kwa hiyo imekufanya umedharau mawazo yako. Lakini Mungu huwa anaongea mara nyingi kupitia mawazo. Kwa jifunze kuyaheshimu mawazo ambayo Mungu anakupa na kuyafanyia kazi. Lakini pia kuyarefine, kuyatoa kwenye uwepo wa Mungu. Yaani mawazo yako
Uishi kwa namna ambayo mawazo yako yatakuwa ni kama tofali hivi lililotolewa kwenye tanuru. Ni kama dhahabu ambayo imekuwa refined. Uyatoe kwenye uwepo wa Mungu. Kama utatembea na creative spirit ambayo ni Roho Mtakatifu, lazima ujifunze kutumia muda mwingi na Mungu. Lazima ujizoeshe kumtamani Mungu kuliko chakula, kuliko entertainment, kuliko movies, kuliko series, kuliko mpira, kuliko umbea na story. Utumie muda mwingi na Mungu, na ukitoka hapo utashangaa. Sijawa na muda, mkisoma vile vitabu vyangu mtakutana na shuhuda zangu. Mimi nimeanza kuandika vitabu niko sekandia, thadia, vitabu ambavyo hadi leo bado vinaendelea kufanya kazi. Nimeanza kufanya project hizo za kulima, niko chuo kikuu. Na sikuwa mkubwa, nilikuwa ejienu. Sio kwamba nifanye hivyo kwa sababu nilikuwa mkubwa sana, lakini nilikuwa nikienda kwenye maombi. Kitabu changu cha kwanza, Roho Mtakatifu alinipa hiyo idea nikiwa sekandia, nikiwa kwenye prayer retreat na rafiki yangu mmoja mlimani huko. Tumefunga siku 3 tunaomba. Nimetoka hapo nimekuja na idea ya kitabu changu cha Mtu wa Tofauti ambacho hadi leo nimeshauza almost copy 1000. Lakini ile creative idea ambayo niliitoa kwa Roho Mtakatifu. Usipoamua kutake advantage ya hii access ambayo unayo ya kule ambako Danieli alikuwa anapajua, kule kwa Mungu ambaye hana kikao pamoja na wanadamu. Hiyo barabara usipoamua kuipita, utaishia tu kuwa statistic, kuwa tu unaongeza takwimu za Wakristo. Lakini ukiangalia maisha yako hautaona impact. Lakini kama you want to see impact, you want to cooperate with the creative spirit, with the Holy Spirit, I encourage you to spend time with him, lakini pia kuheshimu mawazo ambayo Roho Mtakatifu anakupa na kuyafanyia kazi. Mungu awabariki. Amen.